Utukufu unaopatikana kwa kupitia mateso. Karibuni ndugu zangu, tutafakari neno la Mungu. Leo ni Dominika ya pili ya Kwaresma mwaka C. Katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 15, mstari wa 5 hadi wa 12 na mstari wa 17 hadi wa 18, ambalo linatupatia habari ya agano ambalo Mungu analifanya na Ibrahimu pale anapomhakikishia kwamba atampatia nchi na kumpatia uzao ili aweze kuishi na kutawala endapo kama atakuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu wake. Katika somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, sura ya 3 mstari wa 17 hadi sura ya 4 mstari wa 1, ambapo Mtume Paulo anawatahadharisha Wafilipi wajihadhari na wale wanaowashurutisha Wakristo washike torati ya Wayahudi na kuenenda kwa kufuata mambo ya ulimwengu huu badala ya kufuata mafundisho waliofundishwa yanayowaelekeza katika mambo ya mbinguni. Anawaambia watu hao miungu yao ni tumbo. Katika somo la Injili takatifu ya Dominika hii ya leo ya pili ya Kwaresma, inatoka katika Injili ya Mwinjili Luka, sura ya 9 mstari wa 28b hadi mstari wa 36, ambapo tunasimuliwa tukio la Yesu kwenda mlimani kusali, na akiwa huko pamoja na wafuasi alioenda nao ambao ni Petro, Yohane na Yakobo, anageuka sura huku akitokewa na Musa na Elia wanaozungumza naye juu ya habari ya kifo chake. Katika masomo haya ya leo, napenda tuongozwe katika tafakari hii na wazo la utukufu unaopatikana kwa kupitia mateso. Badala ya neno utukufu unaweza ukaweka neno utakatifu. Utakatifu unaopatikana kwa kupitia mateso. Ndugu zangu, katika Dominika hii ya Kwaresma na katika kipindi hiki chote cha Kwaresma, tunapoendelea na matendo ya kufunga, kusali na kufanya toba kwa kujikatalia kwa ajili ya kuwasaidia wengine na kujipatanisha na Mwenyezi Mungu, huku tukijutia dhambi zetu na kuomba msamaha wa dhambi hizo na za ulimwengu mzima, na kuomba upatanisho wa Mwenyezi Mungu kama maandalizi ya kusherekea sikukuu ya Pasaka, lakini sikukuu hii ambayo inatuandaa kwa kusherekea Pasaka ya milele kule mbinguni tukiwa na mioyo iliyotakaswa. Tunasikiliza leo neno la Mungu ambalo limetoka katika vitabu hivyo vitatu nilivyovitaja na katika ufupisho huo nilioutoa. Lakini katika wazo hili la utukufu au utakatifu unaopatikana kwa njia ya mateso, ni wazo ambalo linaweza likaonekana japo si kwa haraka katika masomo yote, lakini katika masomo yote linapatikana wazo hilo. Katika somo la kwanza, Ibrahimu anatokewa na Mungu ikiwa imepita ni miaka 18 tangu Mungu alipomtokea mara ya kwanza na kumuita na kumwagiza atoke katika nchi yake, nchi ya baba yake, na kwenda nchi ambayo Mungu atamuonyesha. Na Ibrahimu alikuwa mtii, akamtii Mwenyezi Mungu. Lakini kumekuwa na kipindi cha ukimya hapo mrefu toka wakati huo. Na sasa Mwenyezi Mungu anajidhihirisha kwa Ibrahimu na kumwambia kwamba atampa uzao kama alivyokwisha muahidi tangu mwanzo, na uzao wake utakuwa mkubwa kama ambavyo haziwezi kuhesabiwa nyota za angani, ndivyo ambavyo uzao wake utakuwa mkubwa. Lakini pia atampatia nchi aweze kuirithi. Ibrahimu akiwa na imani kwa Mwenyezi Mungu ambaye amemwamini tangu alipomuita, anataka kama uthibitisho, kama wakubaliane hivi. Ni katika tamaduni za kale namna ya kufanya maagano ilikuwa inafanywa kwa njia mbalimbali, lakini namna mojawapo kubwa na ya msingi ilikuwa ya kutoa sadaka ya wanyama, kama kuwachinja baadhi ya wanyama, na baadaye ilipaswa kila huyo katika pande mbili zinazofanya agano kuvuka nyama zile zilizo za mnyama yule aliyechinjwa. Kutaka kusema kwamba maana yake, mimi nikikeuka ili agano kama mnyama huyu aliyechinjwa na kugawanywa vipande viwili ambavyo tumepita katikati yake, na mimi naye nichinjwe, yanitokee haya yaliyomtokea mnyama huyu. Ndivyo Ibrahimu anaomba agano kwa Mwenyezi Mungu kwa kumwambia Mwenyezi Mungu, nitaaminije? Mungu anamwahidi, anamwambia wafanye agano hilo.
ambapo katika agano hilo tunachoona cha pekee sio Ibrahimu anayefunga agano na Mungu. Tunaweza tukasema ni kama ni Mungu anayefunga agano na Ibrahimu. Maana Ibrahimu ameshaandaa sadaka hii, ameshaandaa wanyama hao, amewaandaa kama tulivyosikia kwenye somo, lakini anasubiri na bado anaendelea tu kuwa na subira. Hadi mwishoni Mungu anakuja, anapita katikati kwa njia hiyo ya ishara hizo za moto na nini iliyokula ile sadaka. Zote hizo ni ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu anatuthibitishia sisi waaminifu wake. Kwa kweli sisi na Mwenyezi Mungu hatuko katika kundi moja useme kwamba tunaweza tukaweka agano lenye usawa. Ni yeye zaidi anayejitoa kwetu, ni uthibitisho wa kujitoa kwetu kwake Mwenyezi Mungu. Katika somo hili tunaweza kujifunza nini? Imani kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ni mwaminifu katika kutimiza ahadi zake, na hivyo sisi tunapaswa kuamini hilo na kuzishika pia ahadi zetu tunazomwapia Mwenyezi Mungu, kuwa waaminifu katika ahadi zetu. Kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha kujiandaa kusherehekea Pasaka. Pasaka tunayosherehekea ni kumbukumbu ya ile Pasaka ya kwanza ya Bwana wetu Yesu Kristo na ya milele, ambapo itakamilika katika utimilifu wake, nikiwa ni maandalizi ya Pasaka ile ya kudumu ya kule mbinguni. Katika yote hayo tulizaliwa kama watoto wa Pasaka waliokombolewa na tukamwekea Mwenyezi Mungu ahadi zetu za ubatizo. Je, tuko waaminifu katika ahadi hizo? Mungu ambaye ni mwaminifu katika agano na anasema hawezi kulivunja, ndio maana hata yuko tayari kufunga nasi agano. Je, sisi nasi tuko waaminifu? Tunamwamini Mwenyezi Mungu kiukweli? Je, tunawasaidia wale wanaotaka kubatizwa ili ukweli waache dhambi na wanapojiandaa waweze kweli kuingia kuwa Wakristo kiukweli? Au pengine sakramenti ya ubatizo sasa tumeichukulia tu kama namna mojawapo ya pengine kutimiza tendo na kupata huduma fulani za kanisa, alafu basi kuhesabiwa tu umebatizwa? Je, tunaingia na kuyaishi kweli maisha yetu kiaminifu? Ndio maana tuna kipindi hiki cha Kwaresima, kwa sababu kwamba tunajijua sisi sio wakamilifu. Ndio maana tunamwambia Mungu, moyo wangu umekuambia uso wako nitautafuta, usinifiche uso wako. Basi tunapoendelea kuwa na imani hiyo kwa Mwenyezi Mungu na kumwambia Mungu, Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako zilizokuwako tokea zamani, adui zangu wasifurahi na kunishinda, unikomboe Mungu wa Israeli katika taabu zangu zote. Wewe Bwana uliye nuru yangu na wokovu wangu. Kwa hiyo basi na sisi tujitahidi kuzishika agano na viapo vyetu vya ubatizo. Mwenyezi Mungu alimpa Ibrahimu ahadi ya kumpa nchi, uzao na kumbariki. Mungu anatuahidia sote sisi, ameshatupatia dunia hii, ulimwengu, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Mungu ametumilikisha ulimwengu huu kuweza kuutumia kwa niaba yake kwa sifa na utukufu wake. Tunaishije katika ulimwengu huu? Tunatendeanaje mema? Je, tunafahamu kwamba maisha ya ulimwengu huu, nchi hii ya ulimwengu ni mfano wa nchi ya mbinguni ambayo tumeahidiwa kuirithi? Je, tunafahamu kwamba katika maisha haya ya ulimwengu tunapaswa kujitengenezea wazao wengi, yani kuwavuta watu wengi ili waje kuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu? Tunapaswa kuwa watu wa kubariki na kutoa sifa njema za Mwenyezi Mungu. Adui wa msalaba wa Kristo ni wazo linalopatikana katika somo la pili. Mtume Paulo anawahimiza Wafilipi waachane na watu wanaofundisha mafundisho yasiyotaka kuukubali msalaba wa Kristo. Utukufu alioupata Ibrahimu ulikuja kwa kupitia mateso, kusubiri muda mrefu, kukubali kuhangaika, kukubali kutoka katika nchi yake, kukubali kuacha miungu mingi na kuwa na Mungu mmoja, kukubali kuwa mvumilivu na mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Sisi je, tunataka utukufu kwa njia gani? Kwa yale yanayotufurahisha tu? Kwa yale ambayo yanatupa raha? Au je, tuko tayari kujikana na kujitwika msalaba na kumfuata Kristo? Au sisi je, hatutaki kujinyima na kujikatalia, tunafuata tu mambo yetu, ndio tumegeuza miili yetu pengine na starehe zetu na raha zetu kuwa miungu yetu? Hiyo haitupatii utukufu. Kwa hiyo basi tujikubali mbele ya Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha wake, toba yake na huruma yake, na tujinyenyekeshe. Mtu usije ukasema kwamba mimi nina kiburi, mimi ndio mimi, au mimi ndio mwenyekiti wa watu wenye hasira duniani, mimi ndio mzinzi wa wazinzi, au mimi ndio mgomvi wa wagomvi. Yote hayo ni majivuno, yote hayo ni maovu. Tuyajute, tuyaache kwa njia ya neema ya msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tufuate mafundisho ya Mungu, tuwafuate wale wafuasi wema waliojinyima, waliojikatalia kwa ajili ya kumfuasa Kristo. Msingi wa Yesu Kristo ambaye
aliishi umungu wake na ubinadamu wake, lakini katika mambo yote ya kutenda dhambi hata katika ubinadamu wake. Ndugu zangu, katika Dominika hii tunasikiliza pia somo la Injili takatifu ambalo tunafundishwa kuonjeshwa juu ya Pasaka, utukufu ule. Yesu anakwenda kwanza kusali. Tujiulize swali dogo tu. Yesu, Mungu kweli na mtu kweli, alipata nafasi ya kuzungumza na Mungu Baba yake katika utu wake. Alipata kumuuliza Mwenyezi Mungu maswali, kuzungumza na Mungu katika kumsifu, kumuomba, kumtukuza na katika kujua mipango ya Mwenyezi Mungu kwake katika utume aliyompa. Sisi je, tuna nafasi hiyo ya kusali kweli? Na tunasali kweli kwa muda wa kutosha, kwa muda wa kujitenga? Sio sala za kusema kwamba tuonekane, katika sala ya kumuinulia kweli Mungu moyo. Tujiulize, mahala pa mlima ni mahali pa utukufu wa Mungu. Lakini mlima, ndugu zangu, haupandwi hivi hivi. Unapandwa kwa jasho lingi kubwa linalotoka, nguvu nyingi inayotumika. Kama una magoti mabovu huwezi ukapanda mlima. Ni mahangaiko hayo. Je, sisi tuko tayari hata kuteseka, tuko tayari hata kujinyima kidogo ili tuweze kupata nafasi hiyo ya kukaa katika utulivu na Mwenyezi Mungu? Mfungo huo, majitoleo hayo, kujinyima ni nafasi hiyo ya kujitafutia huu mlima huu wa kuupanda, kwenda kuonja, kusikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu na kushirikisha utukufu wake. Katika somo la Injili ya leo tunaona ufunuo kwamba Yesu ndiye Masia na ndiye utimilifu wa agano. Pale ambapo Mwenyezi Mungu, Yesu akiwa anaongea na Mungu Baba yake katika sala, anatokewa na Musa na Elia. Musa anawakilisha sheria, ndio aliyeipa taifa sheria. Lakini Elia anawakilisha manabii wote. Kwa hiyo katika sheria na unabii ni vitu vilivyokuwa vinaeleza juu ya agano la kale. Alafu tunaona hawa wanazungumza na Yesu ambaye ni mjumbe wa agano jipya na la milele. Na baadaye tunaona Musa na Elia wanapotea, anabaki Yesu peke yake. Ni kwamba sasa mambo yote, sheria yote na unabii wote unatimilika katika Yesu. Kwa hiyo sisi ni wazi, ili tuweze kufika mbinguni njia ni Kristo, tumsikilize Yesu. Na Yesu ndio Masia, ndio mwana pekee wa Mungu, mteule wake ambaye tunapaswa kumsikiliza yeye. Bwana wetu Yesu Kristo anatuonjesha hiyo furaha kwa kupitia mitume hawa. Petro unasikia anasema ni vizuri sisi kuwapo hapa, na anatamani hata wabaki huko. Lakini Yesu anasema lazima tushuke. Na ni kwamba hiyo wakati fulani ukionja uwepo wa Mungu, utaki kabisa sasa kukutana na mengine ya ulimwengu. Lakini tukumbuke ndugu zangu, sisi Mungu hajatuumba na kutuweka mbinguni, ametuumba na kutuweka duniani. Lazima tu tutakutana na hayo maovu, lazima tutakutana tu na hizo chuki, lakini sasa ni kwa nguvu ile ya utukufu wa Mungu ndani yetu kuweza, palipokuwa na chuki kuleta upendo, palipokuwa na uovu kuleta mema, kuwa nuru ya kuangaza. Kama tunavyosali kusema kwamba tumombe Mungu atujalie kuunganisha ulimwengu kwa uso wa Yesu. Ni sisi tumuige huo Kristo, tusali katika Kristo hadi sura yetu na sisi igeuke ifanane na Mungu, imuakisi Mungu, ili katika ulimwengu huu tuweze kuuangaza. Palipo na maovu watu waone mema na wajifunze katika hayo mema. Palipo na udhaifu watu watiwe moyo. Ndio maana tumesema wazo la leo ni kwamba utukufu unaopatikana kwa kupitia mateso. Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza na Musa na Elia huku akiangazwa na huo utukufu. Ni kwamba wanazungumza juu ya kifo chake na mateso yake. Ni kwamba ndugu zangu, utukufu haupatikani kwa kupitia raha tu. Unapatikana katika kujinyima, katika kufiisha hali yetu, katika kumuiga Kristo. Na Kristo huyu njia aliyoitumia ni njia ya msalaba, njia ambayo alionekana mpuuzi, alionekana hafai, alijinyenyekeza na kutia hata kufa msalabani, na Mungu akamdhihirisha kwa kumpa jina lililo kubwa zaidi. Sisi nasi utukufu wetu utapatikana kwa kupitia kujinyenyekesha katika kumfuata Kristo, kwa waaminifu kwa ahadi zetu za ubatizo, kumweka Mungu, kumpa Mungu nafasi ya kwanza, kumtumikia Mungu, kuwa tayari kujinyima mambo mema na mazuri na matamu ambayo tunayajua, kuwa tayari kuisikiliza sauti ya Kristo na kuifuata, na kuwaongoza wengine katika kuisikiliza na kuifuata. Wingu linalowatia uvuri mitume wale ni sauti ya Mungu inasema, huyu ni mwanangu mpendwa
inatuthibitishia kwamba Kristo ndiye tunayepaswa kumsikiliza. Ndugu zangu, Mungu atupe nini? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Tumuombe Mungu Baba atusaidie ili tuweze kumfuasa yeye kiaminifu kwa kupitia kuisikiza sauti ya mwanaye mpendwa na kumfuata hata kama kuwa tayari kufa, atakufa msalabani. Mungu atulinde na kutubariki katika tafakari zetu za Kwaresima hii. Tuendelee kufunga, tuendelee kusali, tuendelee kujutia makosa yetu, kumwomba Mungu toba na msamaha na kuyalipia hayo kwa kufanya matendo mbalimbali ya huruma na upendo na msamaha kwa wengine, ili katika namna mbalimbali Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia kuishi kadiri ya mapenzi yake na kuishi katika uaminifu, tukijua kwamba yeye kamwe hatuachi, ni sisi ambao wakati fulani tunamwacha. Ndugu zangu, usichoke, usikate tamaa, usihofie hali yako hata kama mara kadhaa umejaribu kuinuka yule bado ukaanguka. Usisahau kuwa Mungu achoki kutusamehe. Ni sisi tunaochoka kumuomba msamaha. Utukufu, utakatifu unapatikana katika kujitesa, katika kujinyima, katika kupitia mateso mbalimbali. Ndio tunaweza kufika mbinguni. Ili tuende kufika mbinguni, njia ni Yesu Kristo, mteswa na msulubiwa na